Bwana, karibu katika episode ya pili ya recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya kwanza, kisha unagusa hicho pop up kinachotokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo ili tuweze kwenda sawa. Bidada Minja haelewi ni kwa nini yule mtu anajaribu kumsaidia sana yeye aendelee kuonekana star. Hata pia akaenda kufuta kila picha yake katika ule mtandao wake, kitu ambacho kikawashangaza watu wengi. Mwamba Choihun pamoja na kaka yake wakawa wametoka nje ya kile chumba na wakaanza kudiscuss ni kwa nini bidada ameweza kufuta picha zake, lakini Mwamba akawa anamuuliza, na mimi nenda juaje? Kwani mimi ni nani yake mpaka niweze kujua? Sababu wote tulikuwa pale tulikuwa tunasikiliza, kwa hata mwenyewe sijui. Siku ya kesho yake tena katika darasa la music, bidada Minja alikuwa akimtazama Mwamba ya June sana tu. Jamaa yuko busy kusikiliza music, lakini Mwamba akamtolea bidada headphone moja na kumwekea pale kando ili bidada naye aweze kutia sikioni aweze kusikiliza muziki. Na mwisho wa siku bana, bidada basi bana kama kuzikubali tu. Lakini huku darasani bidada G alikuwa akipiga picha. Kwa bahati mbaya sana yule bidada superstar akaweza kuonekana kwa nyuma. Akaenda kumfuata na kumwambia kuwa, "Kwa nini umeweza kuharibu picha yetu? Una muonekano wa kizamani sana. Upaswi kabisa kuonekana katika picha yetu. Fanya haraka sana uweze kutoka hapo au urudi nyuma katika dawati lako." Basi bidada akaweza kutia, akajifanya kama mjinga hivi, akarudi nyuma kidogo, wakaendelea kupiga picha zao. Lakini wakati wa kutoka, huyu bidada anajeuli si mchezo. Mwisho wa siku akawa amemkanyaga bidada G na pasipo hata kumuomba msamaha akawa anatoka darasani. Hasa kesho yake bidada Yumin akawa amekutana na bidada Minja juu kabisa ya ghorofa. Na bidada Minja akawa anamshukuru sana kwa kuweza kufuta kila picha katika mtandao wake na kuruhusu yeye aweze kuwa superstar. Lakini huyu bidada Yumin akasema kwamba usiwe jirani sana na wale wakina bidada G kwa sababu iko siku atakuja kusababishia matatizo. Lakini bidada Minja hakuonekana kujali sana haya maneno aliyokuwa akiambiwa. Akasema kwamba vipi kama tukibadilishana utambulisho, yani mimi nikawa ndio nafahamika kama wewe na wewe ukawa unafahamika kama mimi. Nitafurahi sana kama ukinifanyia hivyo. Bidada akasema haina shida, mimi niko tayari kubakia kawaida kabisa. Na mwisho wa siku akawa wamekubaliana kila mmoja atatakiwa kumfundisha mtu maisha ya kawaida na mwingine atatakiwa kumfundisha maisha ya kisuperstar. Yani watakwenda kubadilishana kila hata mtindo wa maisha. Yani kama hujielewa ni kwamba Diamond anataka kuwa DJ Paul na DJ Paul anataka kuwa Diamond. Kwa ndo kama mbadilishano huo hapo, au sio? Siningenoga sana. Hasa siku ya leo bidada Minja akiwa yuko pale darasani akawa anaulizwa na maswali na hawa marafiki zake kwamba ni kwa nini uliweza kufuta picha zote mpaka profile picha yako. Lakini bidada akasema kwamba mimi akawa anapewa maelekezo kwamba usiongee jambo lolote. Akasema niliamua tu kufuta. Bidada ile time amerudi nyumbani, basi kila akitembea mitaani anajikubali kweli kweli. Dai sasa nimekuwa superstar, nakubalika, napendwa na kila mtu. Mungu wangu jamani, nisaidie niendelee kudumu katika superstar wangu. Mara pub bidada Minja akawa amekutana na Mwamba ya June pale mbele. Wakajikuta wote wanaoneana aibu na kila mmoja akaenda njia yake. Ghafla tu baada ya dakika kadhaa wakaweza kukutana na kuanza kusalimiana. Bana, siku ya kesho yake bidada G katika uwanja wa michezo alikuja kugundua kwamba bidada Minja alikuwa amevalia viatu fake. Akashangaa na kusema kwamba unavaje viatu fake alafu mtu maarufu kama wewe shoga yangu? Mara ghafla kakawa ni topic kamji, kila mtu akaanza kuzungumzia bidada Minja anavaje viatu fake jamani, mbona ni maarufu tu anavaa viatu fake. Lakini hapo hapo yule Mwamba alikutana naye siku ya jana akajitokeza na kusema kuwa mbona hata mimi nimevaa viatu kama vyake. Lakini kuna Mwamba mmoja akajitokeza na kusema kuwa ina maana nyie mna date, mbona kama vile mnashabikiana sana na mnateteana katika mambo yenu. Bwana, topic tena ikaama hivi, mna date. Na siku ya leo katika eneo fulani hivi la maktaba ambako huku ni kama wanahifadhia baadhi ya vitu, ghafla tu bwana bidada Minja alikuwa akiongea na bidada huyu Yumin, na hapa katika maongezi yao ghafla akasikia kuna mtu alikuwa akiingia, lakini hakuwa mwingine zaidi ya Mwamba Choihun. Kumbuka kwamba Choihun anajua kila kitu ambacho kinaendelea na huyu bidada hajui kwamba Choihun anafahamu kila kitu. Akaja kuwaletea habari ya kwamba huko darasani bana stories zilizoweza kutapakaa ni kwamba bidada Minja ameweza kuvaa kiatu ambacho ni fake. Basi kila mtu akidada alipokuwa akipita alikuwa akimtazama katika miguu kitazama hicho kiatu fake alichokuwa amekivaa bidada. Lakini ile time amefika darasani bidada G kinafiki hivyo, samani rafiki yangu niliweza kukusema vibaya kwamba umevaa viatu fake. Lakini bidada akasema hapana, usijali bana, ni kawaida tu. Lakini siku ya leo bidada Minja alijisikia vibaya sana baada ya kusikia kwamba bidada Yumin yule ambaye anamsaidia sana leo ameweza kuvumishiwa uvumi fulani katika mitandao mbaya kabisa, tena uvumi ambao anaamini kwamba bidada hawezi akaufanya. Siku ya kesho yake bidada Yumin akawa amemwitia bidada Minja na kumwambia kwamba nataka tujuane vizuri ili angalau uweze kuvaa usika wangu kama ambavyo inapaswa. Bidada Yumin akampeleka bidada Minja katika kijimgawa fulani hivi cha gharama sana. Mwisho wa siku akawa anamuuliza, "Je, umewahi kuingia katika mgahawa kama huu?" Bidada akasema sijawahi kuingia kutoka nilipokuwa nimezaliwa. Akamwambia kuwa unatakiwa kuingia katika maeneo kama haya na kupiga picha za gharama. Na akamwambia kuwa hii picha niliweza kukupiga ndio itakuwa profile picha yako kuanzia siku ya leo. Lakini Mwamba ya June alipoweza kuona bidada ameweza kutia profile picha kali sana, mwisho wa siku akatamani kumtumia message kumwambia kuwa naomba tuonane. Lakini alipoweza kuona Mwamba Choi ameweza kutokea hapo, basi haraka sana kawa amestopisha. Bwana we, kesho yake katika maeneo ya shule kila mmoja alikuwa akitazama picha ya bidada na kusema kwamba hivi huyu bidada ana date na nani jamani? Mbona ni kama mzuri sana. Lakini kuna mmoja akasema kwamba huyu bana ana date na ndugu wawili. Ana date na kaka mmoja anayefahamika kama ya June, lakini pia ana date na Mwamba mmoja anayefahamika kama Choihun. Yani huyu ana date na ndugu wawili wote. Lakini bidada baada ya kuyasikia haya akabaki anashangaa sana. Swali moja ambalo lilikuwa linanguruma katika akili yake ni kwamba je, hivi mimi nina uwezo wa kuwa na mahusiano na mtu yeyote kati ya hawa wanaume wawili handsome? Sidhani kama inawezekana. Lakini ile time bidada anatokea
darasani akaweza kumshiria mwamba ya June akiwa anapokewa na profesa kwamba unavaaje kama mwanafunzi wa chuo ikiwa wewe ni mwanafunzi wa form 6 tu, hebu badilisha mfumo wako wa mavazi haraka sana. Lakini mwamba akaanza kumwambia bidada Minja kwamba nimejaribu sana kuvaa uniform za shule, lakini naona kama hazinitoi sana kama ambavyo zinanitoa hizi nguo za home. Lakini siku ya kesho yake mwamba alikuja akiwa amevalia uniform full kuanzia juu mpaka chini. Tena mwamba alikuwa amependezwa sana. Kumbe bana, yule mwamba alikuwa ameambiwa na bidada kwamba ni muhimu kama na wewe ukawa unavaa uniform kama wanafunzi wengine, ni vizuri pia. Bidada Minja alijisikia vizuri kwa sababu maneno yake yameweza kumbadilisha mwamba, akajisikia raha sana yani. Baadaye bidada alimpongeza sana mwamba, lakini jamaa akasema kwamba naomba uniazime notes za darasani. Basi bidada akawa ameweza kuazimwa notes, lakini mwamba akampatia CD ya music ambazo huwa anapenda sana kuzisikiliza. Kama kawaida tena katika mishale ya jioni katika madarasa ya michezo, kama kawaida bidada tena akawa amevalia leo t-shirt moja kali sana, akawa anaingia nayo katika darasa la michezo. Lakini G alipoweza kumuona akawa anacheka na kumwambia kuwa umevaa t-shirt ya namna gani? Lakini hata kabla bidada hajaweza kufungua mdomo wake kuweza kujibu, basi akajitokeza mwamba Choihun akasema kwamba hivi nyie maboga kweli nini? Hivi mnajua bei ya hii t-shirt? Ni t-shirt za gharama sana hizi mjini. Hakuna mwanafunzi anaweza kununua katika miongoni mwenu. Hasa ukweli uko hivi. Mwamba Choihun kabla ya kufika hapa alikutanaga na ule bidada Yumin na kumwambia kwamba ni kwa nini unamsaidia sana bidada sana kiasi hikyo? Lakini Yumin akasema kwamba kwa sababu namzingatia kama rafiki yangu ambaye ninaweza wa kumlinda. Bidada G baada ya kugundua kwamba ile t-shirt peke yake inauzwa kama $1,000,000 hivi, hapo akajikuta amechanganyikiwa. Na kumbe hii t-shirt bana iliweza kununuliwa na bidada Yumin, ndio aliweza kumnunulia huyu bidada ili aweze kutokelezea siku ya leo. Siku ya leo bidada Minja akaamua kurudisha shukrani zake kwa mwamba Yumin kwa kuweza kumpatia ile CD ni music nzuri, akamwambia kwamba na mimi nakupatia ticket ya kwenda kutazama movie pamoja na mimi. Kama uko tayari karibu sana. Lakini baadaye kidogo bidada G akawa amemfuata bidada Minja na kumwambia kwamba nataka unipeleke mahali ambapo ulikuwa umenunua ile t-shirt yako siku ya jana. Unajua nilitokea kuipenda sana. Nimetamani hata mimi mwenyewe ninunue kama ile ya kwako Hapana, siwezi nikakupeleka kwa sababu nina mtoko na mwamba ya June. Kuna sehemu tunakwenda siku ya leo. Lakini bidada G akabaki anashangaa, una mtoko na ya June? Unataka kuniambia kwamba ya June anakupenda? Bidada akasema hapana, hatujafikia huko kwenye kupendana. Okay sawa. Kesho yake mapema na alfajiri akawa amemtumia message na kumwambia kwamba nataka tuongee na wewe kitu kimoja. Lakini siku ya leo mwamba ya June akiwa ameambatana na mwamba Choihun akawa anaelekea shuleni. Lakini Choihun akagundua kwamba kakake anaonekana ni tofauti sana siku hizi. Mwamba Choihun akamuuliza kakake kwamba vipi, una furaha kweli? Lakini mwamba akasema kwamba hapana, niko kama kawaida ya siku zote ninavyokuaga. Huku upande wa pili bidada G tayari amekutanishwa na huyu bidada Minja na wanaendelea kuongea. Bidada G anajifanya kuwa ni mwenye huruma sana siku ya leo, akaanza kusema kwamba hivi ni kweli wewe una date na huyu mwamba ya June? Kweli kabisa. Akaulizwa kwa nini unaongea haya? Akasema kwa sababu aliweza kukualika kwenda kutazama movie pamoja na yeye. Bidada Minja akamsogelea na kumwambia kwamba hapana, hata tupendani na wala simpendi. Bidada Minja akawa amemkumbatia bidada G na kumtia moyo kwamba hata sidate naye, kama unampenda endelea kumpenda. Lakini G akasema kuwa hata mwenyewe simpendi kwa sababu wanaalikaga kila wanawake katika mapati mbalimbali, ni kawaida yake tukufanyia hivyo wanawake. Licha kwamba bidada Minja alijifanya kana kwamba yale maneno hayajachukulia, lakini alikuwa amemuumiza sana. Alijikuta anapata mawazo makali sana kujifikiria kwamba ina maana ya June kumbe ndio tabia zake. Lakini ule wakati ulipofika kwenda kutazama movie, basi bidada akachukua ile tiketi yake na kwenda kumpatia bidada G na kumwambia kuwa nenda ukatazame movie na huyo jamaa, naamini utakwenda kuenjoy zaidi. Muda wa jioni bidada alikuwa amemtembelea mwamba ya June katika maeneo alikuwa amepanga kukutana na bidada Minja. Lakini June akawa anajiuliza, wewe kidampa umekuja kufanya nini hapa? Akasema kwamba bidada Minja ameniagiza kwamba ninatakiwa nitoke na wewe kuelekea kwenda kutazama movie. Mwamba akamwambia kuwa sina movie ya kwenda kutazama na wewe mimi hata moja. Hasa siku ya leo bana, bidada Minja akaenda kumuelezea kila kitu Yumin. Lakini Yumin akaja kugundua kwamba G atakuwa ameweza kumdanganya ili aweze kuchukua ile nafasi yake ambayo yeye anaojilani sana na ule mwamba. Na wakati huo bidada Yumin akawa amempigia mwamba ya June na kumwambia kwamba hivi uko wapi na uko na nani? Mara ghafla katika eneo lile lile ambalo alikuwa anaenda kutazama movie akajitokeza mwamba Choihun akiwa ameambatana na bidada Minja. Mwamba ya June alibaki anashangaa kwa sababu bidada Minja itakiwa kutoka na yeye, lakini ameambatana na huyu mwamba Choihun. Imekaje hiyo? Lakini kabla ya kwenda kutazama movie kwanza wakaingia katika mazoezi ya shabaha. Na katika mazoezi haya kulenga shabaha walishangazwa sana na uwezo wa bidada Minja, kwani alikuwa anapiga shabaha vile vile. Ikabidi mwamba Choihun kuweza kumpongeza sana kwa kumpa high five. Lakini pia naye mwamba ya Choihun akaanataka kumpa bidada Minja ile zawadi ya mkono kumpa high five. Lakini kwa kuna macho fulani hivyo anatazamana kati yake na Choihun kana kwamba mwamba Choihun hakupenda kabisa hicho kitu. Moja kwa moja mpaka katika ukumbi wa Mlimani City wakaendelea kutazama movie huku wanatafuna taratibu popcorn. Lakini wakati wote huo mwamba Choihun alikuwa busy sana kuongea na bidada Minja na wanacheka wakati wote. Lakini mwamba ya Choihun alikuwa hana kabisa amani. Na baada ya movie kuweza kuisha, mwamba Choihun akamfuata bidada G na kumwambia naomba nikusindikize nyumbani. Lakini lengo lake kubwa ilikuwa ni kuweza kumwacha mwamba ya Choihun pamoja na huyu bidada peke yao. Lakini huku mwamba Choihun wakati anaelekea nyumbani akawa amemfuata bidada G na kumwambia kuwa hivi wewe unajua kwamba mimi sikupendi? Na mwamba akasema ni kweli najua kwamba unipendi, nafahamu vizuri kabisa. Lakini pia natambua kwamba hata mwamba ya Choihun umpendi kabisa. Ila una wivu na bidada Minja kwa sababu ameanza kuwa jirani naye. Epuka kabisa kufanya mambo hayo ya kishenzi. Bidada G baada ya kuchanwa makavu kinamna ile akajikuta tu amejisikia vibaya, hakutegemea kabisa kupewa majibu kutokea kwa huyu jamaa wa kawaida. Huku upande wa pili mwamba ya June akiwa anatembea na bidada Minja
Minja. Taratibu bidada akataka kuanza kumdadisi Mwamba. Je, ulitaka kunialika mimi kwenda kutoka mtoko na wewe? Na tena ili swali anamuuliza Mwamba kimtindo kwa sababu aliambiwa kwamba Mwamba anapenda sana kualika mademu katika pati mbalimbali. Mwamba akasema kuwa ni kweli kabisa nilitaka nikualike, lakini nilikuwa naogopa kukualika. Lakini Mwamba akasema kwamba nimejisikia amani sana siku ya leo kwa sababu nimeweza kuonana na wewe na tumeweza kutembea kwa karibu zaidi. Basi bidada alijisikia vizuri sana na akaenda kusikiliza zile nyimbo zote ambazo Mwamba alikuwa ameweza kumpatia. Siku ya kesho yake tena wakiwa darasani, bidada G alikuwa akiwasikia wenzake wanaendelea kupiga story, lakini siku ya leo alionekana kana kwamba hayuko sawa kabisa, lakini kumbe kuna kitu fulani ambacho alitaka kukifanya. Akaanza kujisemea ndani ya moyo wake kwamba hivi mimi nimeanza kuwa na wivu kabisa na huyu bidada Minja, inawezekanaje kitu hiki? Ila akasema kwamba kuna jambo moja nitakwenda kulifanya na jambo hili litabadilisha kila kitu. Unadhani jambo gani? Bana, tukutane katika episode inayofuatia na naamini kwamba itakwenda kutupa majibu. Nikumbushe tu kwamba unaweza kujiunga ndani ya group letu la WhatsApp. Katika ukurasa wa comment nimeandika comment ya kwanza kabisa hapo. Jiunge ndani ya group letu la WhatsApp bure hapa. Basi utakapogusa link hiyo itakupeleka ndani ya group letu la WhatsApp na huko utakuwa unapata update zote za recap ambapo zinaweza kutoka.